Muda wangu kengele ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo maliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na waomba wajumbe wa bunge maalum bila kujali vyama vyetu tuweze kuenzi mapendekezo ya wananchi wa Tanzania kama yalivyoletwa hapa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba, na tukubaliane na msingi mkuu wa mapendekezo hayo ambayo ni serikali ya shirikisho yenye serikali tatu, mfumo wa shirikisho wenye serikali tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na kushukuru pia kwa kuliendesha bunge hili vizuri. Asanteni sana. Sasa nimwite Mheshimiwa Injinia Mnyaa kuhusu utaratibu, ufafanuzi wa maoni kuhusu utaratibu. Mwenyekiti, kuhusu utaratibu. Mwenyekiti, kuhusu utaratibu, kuhusu utaratibu. Mwenyekiti, naomba tumpe nafasi Mheshimiwa Mnyaa aendelee na maoni. Kuhusu utaratibu. Mwenyekiti, taratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninaitwa Vincent Mzena. Mheshimiwa mjumbe, nimempa nafasi Injinia Mnyaa endelee na maoni ya wachache. Naomba ukae. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nakushukuru kunipa hii nafasi kutoa ufafanuzi maoni ya wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kutoa ufafanuzi na kabla ya muda wangu kuhesabika, ningeomba nitoe maelezo haya ambayo ameyazungumza au yametokana na mwenyekiti wangu Ummy Mwalimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza aliyosoma hapa sio tuliokubaliana katika kamati. Aliyosema hapa kama ndio hiyo ulioita staili mpya, basi sio yaliyosoma katika kamati, na sisi tuna haki ya kuyajibu na tuna uwezo nayo yote ambayo engezungumza yale yaliyo katika kamati. Kwa maana hiyo Mheshimiwa Mnyaa, samahani. Kwa maana hiyo, samahani kidogo. Naomba hata usiondoke, ni taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Sio staili mpya, ila jana kulikuwa na malalamiko kwamba watu hawasomi, lakini ikakubalika kwamba kila mtu ana staili yake ya kutoa taarifa. Kwa hiyo naomba tuvumiliane. Endelea Injinia Mnyaa. Nataka nitoe taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Injinia Mnyaa, endelea. Injinia Mnyaa, endelea. Hii nayo mchapa. Hii anaomba endelea hapo. Unajua mimi ndo Mwenyekiti, unavunja kanuni. Injinia Mnyaa, endelea. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa maana hiyo huu ni uvunjishi wa kanuni, na tunachoweza kufanya ni kuchukua Hansard ya aliyosoma tukalinganisha na ripoti ya kamati yetu, na ikiwa amekwenda kinyume, kamati inahusika ya maadili ichukue hatua zake, na huo ni uvunjifu wa katiba. Mheshimiwa, hilo lilikuwa ni utangulizi ambalo halimo katika muda wangu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti,
Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nianze na hili la theluthi mbili. Katika kamati hii namba 1, kwanza haikutimiza kiwango cha theluthi mbili kwa upande wowote, si wa Zanzibar wala si wa Tanzania bara, katika ibara zote, na ibara 2 tu zilizofikiana. Nataka ifahamike hivyo. Lakini la pili, mwenyekiti wa kamati anasema kwa upande wa Zanzibar theluthi mbili ni watu 13. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, naomba uchukue note vizuri hilo, kwamba 13 kwenye watu 20 ni 65%, sio 66.66 au 67. Katika hesabu za ku round off sisi katika engineering ni unaweza uka round off katika mambo vitu. Chungwa unaweza ukaligawa, embe unaweza ukaligawa, ndimu unaweza ukagawa. Binadamu huwezi kumgawa akawa theluthi moja akawa nusu mtu, haiwezekani. Kwa hivyo, kwa kuwa binadamu hawezi kugawika, theluthi mbili ya watu 20 ni watu 13.33. Kama hakuna nukta 3 ya mtu, basi ni watu 14. Na kamati zote ambazo ina fall kwenye 12.2.3 ni lazima wapatikane watu 13 au 14. Theluthi mbili ukichukua 13 kwenye 20 sio 66%. Hilo lieleweke. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niombe kuweka wazi hoja moja ambayo walio wengi wanapenda kuitumia. Hoja ambayo kwamba tume ya Warioba imevunja makubaliano au imevunja sheria sura ya 83. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, tume ya wajaji wa Warioba haijavunja sheria yoyote. Wajumbe, tumsikilizeni Engineer Mnyaa. Ukifungua sheria hiyo, sheria namba 82, sheria mnayo isomeni, ambayo imeipa maagizo sheria namba 9 ambayo inatoa hadidu za rejea. Sheria namba 82 inasema bila ya kuathiri masharti ya kifungu kidogo cha kwanza, tume inaweza kushughulikia jambo lolote kama itakavyoona inafaa katika kutekeleza majukumu yake. Kwa maana hiyo, tume ya Mheshimiwa Jaji Warioba haijavunja sheria yoyote, na walichofanya ni halali, kiko ndani ya sheria. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hili jambo nataka lifahamike vizuri, kwamba mara nyingi sana tunasema tume ya Warioba. Naomba ukichukua kitabu cha rasimu, pale mwanzo tu unafungua kuna kitu taarifa, na inasema hivi: toleo hili la rasimu ya katiba linachapishwa kwenye gazeti la serikali kwa mujibu wa kifungu 22 cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83, na itawasilishwa kwenye bunge maalum la katiba kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa. Maneno hayo yamesemwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na hapa ipo, sio tume ya Warioba. Tume ya Warioba walipewa kazi na rais. Kwa hivyo hoja tulionayo mezani ni hoja ya serikali, hoja ya rais. Warioba alikuwa mwenyekiti tu. Hoja yetu hii ni hoja ya serikali. Sasa nini kinaendelea? Mheshimiwa Mwenyekiti, tume ya Warioba, tunaita tume ya Warioba, tume ya rais hiyo, ina wajumbe 27 kutoka Chama cha Mapinduzi. Wale wachache waliobakia ndio ambao wanatoka katika vyama vya upinzani. Leo inakuwa jambo la fedheha kuona kwamba mwenyekiti wangu wa kamati yangu anawashtumu kwamba
kwamba wamevunja kiapo cha kuwa wajumbe. Wamevunja kiapo wajumbe hawa pamoja na majaji wakuu wastaafu, pamoja na jaji mkuu mstaafu, mawaziri wakuu wastaafu, mama Angelina na mama Mwatumu Malale, dada yake Dr. Migiro. Watu hawa wote utumishi wao katika jamhuri hii ni utumishi mkubwa na uliotukuka. Tunashangaa leo ambao asilimia kubwa watu 27 wanatokana na Chama cha Mapinduzi, leo wanatokana na wabunge humu wa Chama cha Mapinduzi wanashtumu utendaji wao wa kazi. Hili linashangaza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mimi nipende kueleza jambo moja muhimu. Kuna jambo linashangaza. Hii hoja iliyopo hapa ni ya serikali. Wakati tunapoulizwa anayekubali hoja hii, sisi tunaoitwa wachache, lakini wachache kwa wajumbe 629, sio wachache huko nje ya Tanzania. Sisi tunasema ndio tunaikubali rasimu hii ya muundo wa serikali tatu. Walio wengi wanasema hapana, halafu wanajaribu kuvibadilisha vifungu vyote. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, jambo hili ni la ajabu na linashangaza kuona kwa mara ya mwanzo katika historia ya mabunge, kuona hoja ya serikali imewasilishwa bungeni, wajumbe wanaojiita walio wengi, kwa mfumo kweli walio wengi ndani ya bunge lakini sio nje, wanaipinga hoja ya serikali. Hili ni jambo ambalo linashangaza na linashangaza sana. Kwa hiyo wananchi, nadhani mtaona safari hii tofauti ya mambo haya yanavyokwenda. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kuna sababu nyingi ambazo tunazo tunapoikubali rasimu hii ya serikali tatu, na wale wanaosema hapana takriban wote wanasema ni kwa sababu ya makubaliano ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, makubaliano ya muungano hayajasema muundo wa serikali mbili. Wakati 1964 wakati Rais Nyerere na Rais Karume kila mmoja kwanza alikuwa na chama chake, waliokutana katika makubaliano haya ya muungano ni marais. Hawakwenda pale kwa misimamo ya vyama kama wanavyofanya wenzetu humu leo bungeni. Pale walikwenda kwa misimamo ya nafasi zao na kuwakilisha wananchi wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Watu wa Tanganyika. Walikwenda pale wana vyama vyao. Nyerere alikuwa na TANU yake, Karume alikuwa na Afro Shirazi Party yake, na wakakubaliana. Leo anaposimama mjumbe katika walio wengi, anaposema sera yao ni ya serikali mbili kwa mujibu wa makubaliano ya muungano, kayatoa wapi? Kayatoa wapi? Huwezi kabisa kufananisha makubaliano ya muungano ukasema ni kwa ajili ya sera yenu ya serikali mbili. Ndio maana mnataka rasimu hii kuibadilisha kifungu kwa kifungu kuja ya serikali mbili. Haiwezekani. Labda nikukumbusheni kidogo maelezo ambayo ushahidi wa kwamba makubaliano ya muungano hayakuwa na mfumo wa vyama.
katika kitabu chake Alhaji Jumbe alisema hivi: hatua ya wazi iliyochukuliwa na mkataba wa muungano ya kutotaja au kuingiza vyama vyao lazima itimize kwa maana maalum na uwe ni msingi mkuu wa katiba yoyote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani Tanganyika na Zanzibar. Hapa kutajwa kabisa vyama seuze chama kushika hatamu katika muungano wenyewe na hata katika sera zake shiriki. Kutajwa kwa vyama kulianza kujitokeza katika katiba ya muda ya 1965. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kuingiza itikadi za vyama katika masuala ya kutunga katiba ya Jamhuri ya Muungano inayowahusu wananchi wote walio na vyama na wasio na vyama ni kutenda kosa kubwa katika bunge hili. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ibara nyingine nyingi zimeainisha kuwepo kwa mamlaka ya serikali tatu. Wajumbe katika rasimu hii au katika makubaliano ya muungano, wataalamu wengi sana wenzangu wamenukuu vitabu vingi sana kwamba mfumo unaonekana ni wa serikali tatu. Leo hii akitokea mtu kupinga mfumo wa serikali tatu ambao ndani ya katiba yetu hii ya Jamhuri ya Muungano umeainishwa kwenye vipengele tele, itakuwa ni kujidanganya. Waliotangulia walinukuu vitabu vingi sana. Walinukuu vitabu vya Legal Foundation of the Union cha Professor Shashivji. Waliotangulia walinukuu Tanzania Treaty Practice ya Seaton na Mliti. Waliotangulia walinukuu Partnership. Walinukuu machapisho mbalimbali ya Professor Propaganda na Sylvester. Sasa ushahidi wote huo, na kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa Kenya aliyeletwa hapa bungeni kutoa semina ya mambo haya, alisema matamko haya. Alisema, ndugu zabuni wa bunge hili la Muungano, Amos Wako anasema msidharau hoja za wataalamu, msidharau ushauri wa kitaalamu. Leo wataalamu wote hawa pamoja na wataalamu walioko katika tume ile ya rais, ushauri wao baada ya kupitia machapisho na historia mbalimbali, mfumo wa serikali tatu waliokuja nao washirikishi haupingiki. Wale walio wengi ambao ndio wanapinga rasimu au hoja iliyopo hapa ya rais, watakuwa wanafanya kwa sababu zao wanazozijua, lakini si kwa maendeleo, si kwa manufaa ya kuendeleza muungano huu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mfumo uliopo kwa mujibu wa Randama, hii katiba yetu, wanaopinga wanapinga tu kwa sababu wanazojua wao. Hii katiba yetu imeshaelezwa kwamba mfumo wa serikali tatu unajionyesha humu, na unajionyesha katika sura tofauti. Kuna ibara zaidi ya 15 zinaonesha mfumo wa serikali tatu umo katika katiba tunayotumia hivi sasa. Labda nitoe mfano. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tukichukua ibara ya 61 inasema nini? Ibara ya 61 inasema kutakuwa na mkuu wa mkoa kwa kila mkoa katika Jamhuri ya Muungano, ambaye ndiye bila kuathiri ibara ndogo ya 3 atakuwa kiongozi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wakuu wa mikoa katika Tanzania bara watateuliwa na rais baada ya kushauriana na waziri mkuu. Wakuu wa mikoa Tanzania Zanzibar watatolewa na rais baada ya kushauriana na rais wa Zanzibar. Sasa, je, hapo upo mfumo wa serikali tatu? Haupo. Unajionyesha wazi wazi
We leo unayekataa mfumo wa serikali tatu unasema hatuutumii. Hii ndio katiba tunayotumia hivi sasa. Upo. Kama hiyo haitoshi, nichukue mifano miwili tu waheshimiwa wajumbe. Kuna ibara ya 133 inasema hivi, na nukuu: serikali ya Jamhuri ya Muungano itatunza akaunti maalum itakayoitwa akaunti ya fedha ya pamoja. Iliyotajwa hapa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano itatunza akaunti maalum itakayoitwa akaunti ya fedha ya pamoja, na ambayo itakuwa ni sehemu ya mfuko mkuu wa hazina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambamo kutawekwa fedha yote itakayochangwa na serikali mbili kwa kiasi kitakachoamuliwa na Tume ya Pamoja ya Fedha kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge, kwa madhumuni ya shughuli za Jamhuri ya Mambo ya Muungano kwa mambo ya Muungano. Mwisho wa kunukuu. Sasa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, akaunti moja ya fedha kwa Jamhuri ya Muungano itakawekwa fedha kutoka serikali mbili ni ipi na ipi? Mimi najua Zanzibar moja. Ya pili ni ipi kama si mfumo wa serikali tatu? Ya pili ni ipi mnayejua nyinyi mnaosema mnakataa mfumo wa serikali tatu? Ya kwanza ni ya Zanzibar, ya pili ni ya Tanganyika. Katiba hii ya Jamhuri ya Muungano, kwa sababu ingekuwa ni serikali ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano, haingewezekana tena kwamba hii Zanzibar imo ndani ya Jamhuri ya Muungano halafu hiyo ichange pesa na huku Zanzibar ichangishe pesa, haielekei. Kwa hiyo mfumo wa serikali tatu umo ndani ya katiba tunayoitumia hivi sasa. Mnapinga nini? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kuhusu kero za Muungano, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kero za Muungano ni nyingi, hazijapata suluhu, na hizo zilizopata suluhu basi pia hazitekelezeki. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mfumo wa serikali mbili uliopo. Mheshimiwa Mia, samahani, kero za Muungano zimepata suluhu bwana. Mimi suluhu ndo waziri wake. Endelea Mheshimiwa. Asante Makamu Mwenyekiti, nakubali suluhu ni waziri wako. Kero za tatizo la Muungano hazijapata ufumbuzi, na hizo zilizoambiwa zimepata ufumbuzi haijatekelezeka hata moja hadi hivi leo. Hizi kero zimetokana na nini? Hizi kero zimetokana na mfumo au muundo wa serikali mbili uliopo hivi sasa. Kero zimetokana na muundo. Hakuna njia yoyote isipokuwa ni kubadilisha muundo. Kuendelea na muundo wa sasa maana yake tunataka tuendelee na kero. Lakini waheshimiwa wajumbe, nini sababu ya muundo huu wa serikali mbili? Kama hamna taarifa, yameelezwa wazi wazi katika randama kwamba mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanganyika, wa wakati huo, Roland Brown, ndiye aliyemshauri Mwalimu vibaya, akachukua muundo wa Great Britain na Northern Ireland akatuletea Tanzania. Muundo huu wa Uingereza na Ireland ya kaskazini, matatizo yaliyotokea nyote mnayajua, na mpaka kufika umwagaji wa damu. Muundo huo ndio uliorithiwa na Tanzania kwa sababu ya huyo mwanasheria mkuu wa serikali Roland Brown wa wakati huo. Kwa maana hiyo,
miaka 50 ya muundo huu wa serikali mbili umetuonesha matatizo mengi ambayo hayavumiliki tena. Njia pekee ya kuondokana na matatizo hayo ni muundo uliopelekezwa na Tume ya Rais ikaongozwa na Jaji Warioba ya rasimu hii hoja tulionayo mezani ya serikali tatu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wenzetu wana hofu ya kuvunjika muungano. Baadhi ya watu, kundi linalojiita la wengi, wana hofu ya kuvunjika muungano. Hii hofu sijui imetokana na nini. Kwa mujibu wa Randama ukurasa wa 68, kwa mujibu wa Randama ukurasa 68, wananchi waliulizwa kwa upande wa Zanzibar, waliulizwa wanaotaka muungano huu uendelee. 92.8% wakasema wanataka muungano huu uendelee. Kwa upande wa Tanzania bara, walioulizwa muungano huu uendelee au la, 79.7% wamesema muungano huu uendelee. Sasa ikiwa wananchi wenyewe wa Tanzania kutoka pande zote mbili za muungano wamesema muungano huu wanataka uendelee, hii hofu ya kuvunjika kwa muungano iko wapi? Lakini kinyume chake cha haya ni yepi? Wako walioulizwa wanaotaka muungano huu usiendelee. Kwa asilimia Zanzibar, 32.7% walisema muungano huu usiendelee. Wakaulizwa upande wa bara, upande wa Tanzania bara 20.3% wakasema muungano huu usiendelee. Ukizitizama takwimu hizi, hasa hizi za wale waliosema uendelee na usiendelee, waliosema usiendelee kutoka Tanzania bara ni 20%, kutoka Zanzibar 32.7%. Maana yake nini katika uchambuzi? Maana yake Zanzibar ndio ambao wameminywa, wamedhulumiwa na muungano huu wa mfumo wa serikali mbili, kiasi kwamba asilimia kubwa ndio wanataka muungano huu usiendelee. Kwa wale wanaweza kutafsiri sahihi hizi takwimu, lakini kwa ujumla wao watu wa nchi hizi wanaotaka muungano huu uendelee, waliosema asilimia kubwa. Na tusijanganye, muungano huu wananchi wa nchi mbili hizi, wa Tanganyika na Zanzibar, walikuwa na ushirikiano na muungano huu na umoja huu kabla hata 64, makubaliano ya 64. Watu walikuwa wanatembeleana, wanaingiliana, wanafanya mambo chungu mzima kabla ya 64. Ndio, kulikuwa na muingiliano kabla ya 64, na ushahidi huo upo na mwenyekiti wa bunge maalum anajua. Mheshimiwa Mnyao, na dakika 5. Ndiyo maana wale wanaosema au wakalalamikia Wapemba walioko bara, wale wanaelekea Wapemba walioko bara wanashindwa kuona kuna Wanyamwezi walioko Zanzibar wa kila aina, kuna Waruguru, kuna Wasukuma walioko kila pahali Zanzibar, wako Makangale, wako Dole, wako Kianga, wako Ubago, kwa sababu ya hiyo kabla ya 64. Kwa maana hiyo muungano huu hauwezi kuvunjika kwa muundo wa serikali tatu. Tusikilize waheshimiwa, tusikilize. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kuna jambo la msingi ambalo lina tofauti kubwa sana na wale walio wengi wanaodhani
kuibadilisha rasimu hii iwe ya serikali, ya mfumo wa serikali mbili itafanya kazi. Mimi niwakumbushe waende katika katiba ya sasa hivi. Kama wanadhani kubadilisha vifungu vyote kuwa mfumo wa serikali mbili utasaidia, naomba wende kwenye katiba ibara ya 53. Kuna mambo ambayo nataka kuyazungumza, matokeo ya mfumo wa serikali mbili. Kwa mujibu wa ibara ya 53(2) ya katiba ya katiba, mamlaka ya kutunga sera za serikali ya Jamhuri ya Muungano yamo mikononi mwa Baraza la Mawaziri la Muungano. Katiba haikutenganisha baina ya sera kwa mambo ya muungano na sera mambo yasiyokuwa ya muungano. Aidha, katiba haikuweka utaratibu wa aina yoyote wa kuishirikisha Zanzibar katika maamuzi yanayohusu sera za mambo ya muungano. Mbali ya katiba, hakuna sheria wala utaratibu rasmi uliowekwa kwa ajili ya hiyo. Hoja ya baadhi ya watu ni kuwa Zanzibar inashirikishwa kwa vile kuna mawaziri kutoka Zanzibar, na pia rais wa Zanzibar anaingia katika Baraza la Mawaziri la Muungano. Hoja hii haina msingi. Na haina msingi kwa sababu gani? Haina msingi kwa sababu mawaziri wanaotoka Zanzibar hawajaenda kuiwakilisha Zanzibar katika Baraza la Mawaziri, na hata rais wa Zanzibar yumo kama mjumbe wa Baraza la Mawaziri. Kwa sababu hiyo wanabanwa na kanuni za maamuzi ya Baraza la Mawaziri, ambapo maamuzi hasa ni rais na wajumbe wote wa baraza ni washauri wake. Dakika 2 mheshimiwa, malizia. Aidha, dakika 2. Kwa sababu hizo ambazo zimo katika mfumo wa serikali mbili, huwezi kubadilisha hii rasimu ukaifanya iwe ya serikali mbili kwa kubadilisha kila kifungu ukafikiri itafanya kazi katika muundo huu. Jana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba alisema hapa, ikiwa leo unaibadilisha iwe ya serikali mbili, lakini humu tunapiga kura na wamo wabunge wa Zanzibar, wamo wabunge wa Tanganyika, je, wale wa Zanzibar wana haki ya kupigia kura, wabunge wa kupigia kura serikali ya Tanganyika huku ambayo hausu mambo ya Tanganyika? Hilo kama hamlioni mjue lipo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nitumie muda uliobakia nikuelezeni serikali moja Tanzania bara hawapotezi chochote. Serikali mbili Tanzania bara hawapotezi chochote. Serikali tatu Tanzania bara hawapotezi chochote. Serikali mbili muda umekwisha, tumeyaona ni Zanzibar watakaopoteza. Ikiwa miaka 50 mfumo wetu wa uchumi umeharibiwa na mfumo wa serikali mbili, hatuwezi tena kuendelea na mfumo wa serikali mbili kwa miaka mingine ya kutaribika. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, pamoja na hayo, naomba kuwasilisha na hoja yangu ya mwongozo niliohitaji kwa kanuni zilizovunjwa. Naomba baadaye ufafanuliwe na hasadi zipatikane za mwenyekiti, hoja aliyowasilisha na hoja iliyopitishwa katika kamati. Asante sana. Asante Mheshimiwa Mnyaa. Mwasilishaji, nimepata note kwamba Mheshimiwa Juma Duni atawasilisha ufafanuzi na nusu saa kama mwenyekiti. Mheshimiwa Juma Duni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, kwanza naomba nitoe shukrani zangu za dhati na mie kupata nafasi
kuzungumza na bunge hili. Naomba nitoe shukurani kwamba mmoja kati ya mtu ambaye nimehusika sana katika nusu ya maisha yangu na mengi yalionipata yanahusu mambo ya muungano. Sasa leo kupata nafasi kushiriki katika bunge hili, angalau nikasikika kwa niaba ya wenzangu kuzungumza, ni jambo linalokwenda kwenye historia ya maisha yangu. Mheshimiwa, mimi nawasilisha maoni ya wachache, na kwamba tulipokuwa pale kumekuwa na mjadala wa mambo ya sura ya kwanza na ya 6. Lakini kabla kuanza, yalitokeza mambo mawili makubwa ambayo yalileta mjadala mrefu. Moja kati ya hilo ni lile suala la hati ya muungano. Suala la hati ya muungano, wajumbe walitaka wapate nakala halisi yenye saini ya waasisi wawili. Lilileta mjadala, mwenyekiti wetu akasema atalifuatilia. Akafuatilia, lakini aliporudi akaja na kopi ya nakala ya sheria za bunge. Wajumbe wakasema hii sio tunaotaka, tunahitaji ile iliyo halisi ambayo imetiwa saini. Waheshimiwa, swala hili ni muhimu kwa sababu tunatayarisha katiba ya miaka 50 ijayo, na baada ya hapo ina maana kuanzia 64 itakuwa miaka 100. Kama leo miaka 50 hati ya waasisi haipo, munategemea vizazi vya miaka 100 ijayo vitakuwa na mazingira gani katika kulitekeleza swala hili? Lakini kinachoshangaza zaidi, inaambiwa hati hii haipo Tanzania, iko Umoja wa Mataifa. Mimi kama mtu wa maskhara husema hili linahitaji kuingiwa katika Guinness Books of Records, yaani ya mambo ya miujiza, kwamba ule waraka unaostahiki kuwa hapa nchini haupo, tukautafute jumuiya ya kimataifa. Ni jambo la miujiza sana. Maana katika jambo linalobishaniwa nchi hii na katika kitu kilichoandikiwa sana na maprofesa na madokta na wanafunzi ni swala la muungano. Watu wanabishana kipi kilicho sahihi, na wengi wetu huwa wanasema muungano wetu ni wa ajabu na wa pekee. Sasa kama ni muungano wa ajabu na pekee, ni vizuri tukajua halisi yale yaliyomo kwenye makubaliano, ili ule utata wa maisha marefu ukaondoka, na hasa kwa upande wa Zanzibar ambao ndo tumekuwa mara nyingi tunalalamika sana. Tuna wasiwasi kwamba pengine kuna mambo yalikuwa sio yale yalionakiliwa kwenye nakala ya sasa ambayo yamo katika hiyo iliyo sahihi. Sasa ni vizuri kwamba kabla hatukumaliza bunge hili, wahusika, Mheshimiwa Mwenyekiti na Naibu, juhudi zikafanywa, dokumenti hii ikapatikana. Mheshimiwa, swala la pili lililojitokeza ni swala la rasimu. Katika kamati yetu alikuwepo mtu aliyobobea kwa sharia, na akasema kwa maoni yake yeye, pengine na sie tulikuwa hatujui kitu, kwamba rasimu iliyoko juu ya meza ni rasimu ya tume ya katiba yenye mfumo wa serikali 3. Ndio tulionayo juu ya meza, ambayo imetungiwa sharia na tume kuundwa, na wajumbe hao wakaenda kwenye wananchi kuwauliza. Anasema tunapoanza kuzungumza suala la serikali mbili ambalo rasimu yake haipo hapa,
tutakuwa tunachanganya mseto. Kama tunahisi rasimu hii haifai, tunahitaji ya serikali mbili, basi itayarishwe tena tume nyingine, ikatafute maoni, iletwe rasimu inaonyesha muundo wa serikali mbili, ijadiliwe, tuifanyie masahihisho na baadaye ifate utaratibu wa kwenda kwenye wananchi. Bahati mbaya na hilo nalo halikupata jibu. Kwa hivyo tunapopenyeza mambo ya serikali mbili kwenye rasimu ya serikali tatu, tunapata kuchakachuliwa rasimu iliyotoka kwa wananchi, jambo ambalo halingepaswa kufanya hivyo. Tulichotakiwa turekebishe, tufanye masahihisho, tuongeze kijifungu, lakini sio kusema hapo iwe serikali mbili. Maana ukishasema hapo iwe serikali mbili, kuna na chapter ya pili na ya tatu na ya 4 na ya 5 na ya 6 mpaka 16, zote zinazungumza rasimu ya serikali tatu. Utazioanishaje hivyo kama hutoibadilisha rasimu yote? Hayo yalikuwa ni masuala yaliyojitokeza. Mheshimiwa, baada ya hapo wajumbe walijadili sura ya kwanza na sura ya 6. Sura ya kwanza, hoja za wengi ambazo zinaonekana kwa nilivyosikiliza tangu jana, zote zinafanana hoja zao. Naomba nizisome baadhi. Kuna wajumbe waliodai kuwa muundo wa serikali ya shirikisho itaua muungano, lakini hoja hizi hazikutolewa mifano. Tumeambiwa utakufa tu. Kuna waliokuwa shirikisho litaleta utengano, lakini bila ya kubainisha utengano katika muktadha gani, upi, na kwamba itavunja udugu wa damu. Kwani hivyo kabla muungano tulikuwa hatuna udugu? Hata leo uvunjike? Wengine walisema, kuna baadhi ya wajumbe walidai kuwa serikali ya shirikisho itakuwa inaelea, imegeuka ndege juu bila ya kuwa na msingi, kwa kudhaniwa kwamba serikali shirikishi zitakuwa na nguvu zaidi. Kuna wajumbe walidai kuwa tume ya rais ya mabadiliko ya katiba kwa mapendekezo ya serikali tatu imevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano. Haikuelezwa ni wapi. Kwa hivyo inaonekana ni vitu vilikuwa copy and paste. Kuna wajumbe walidai kuwa kuirudisha serikali ya Tanganyika ni kufufua makaburi, kwani imezikwa. Mimi ninachofahamu, Tanganyika imekufa kwa kubadilisha jina tu, ambao kwa kawaida ya maskhara, tusamehe watu wa dini nyingine, sisi tunaita imebatizwa. Ilikuwa inaitwa Tanganyika ikaitwa Tanzania bara. Sasa siji kwamba imekufa au hai, maana ndo hapa tupo katika ardhi ya Tanganyika. Iite jina lolote utakaloita. Wengine wamekwenda mbali na kudai kwamba ati serikali tatu zitarejesha usultani Zanzibar. Lo, mashallah, baada ya miaka 50 tunazungumza masuala haya. Inasikitisha sana, lakini ndio mawazo hawa. Ndio baadhi yao walisema kwamba serikali tatu zitavunja muungano bila kujizindua kwamba katiba ya sasa kifungu 98B kimetoa ruhusa Watanganyika na Zanzibar wakikubaliana muungano utavunjika. Sasa si lazima kwa serikali ya tatu zinazojadiliwa sasa, unaweza ukavunjika watapokutana Watanganyika wakapiga 2/3 na Zanzibari 2/3, mambo yataisha, tutagawana mbao. Mheshimiwa, sura ya 6 wamekuja na maoni hayana tofauti sana na haya ya sura ya kwanza. Wamesema kwa muundo wa serikali tatu, serikali ya shirikisho la Jamhuri ya Tanzania haitakuwa na pato ya kujiendesha. Hoja hii kila kamati ya wengi wamekuja kuisema. Kuna wengine wamesema serikali tatu ni kuongeza gharama, lakini bila ya kutoa ushahidi wa takwimu kwamba wamezichukua zile gharama wakaonyesha kwamba hii ya 2, hii ya 3. Mabunge ya sasa yana wajumbe wasiopungua 438. Mabunge matatu ya serikali tatu yatakuwa na wajumbe kama 314.
Tofauti ya wingi wa mabunge ni 114. Mabunge ya serikali 3 yatakuwa madogo. Sasa mtu hajafanya hesabu, anaibuka tu, ghali wewe ghali. Kwa hivyo katika hoja hizo tukatolewa ahadi nyingi kwamba mfumo wa serikali mbili unaweza kubaki, yale mambo yaliokuwa yanalalamikiwa. Mheshimiwa, samahani, natumia kifungu cha 14 kuongeza nusu saa ya mwenyekiti, na nadhani hatutoitumia yote mpaka mheshimiwa atakapomaliza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naendelea. Katika hali hiyo kukawa na ahadi kwamba rais wa Zanzibar atarejeshwa awe makamu wa rais wa muungano. Aliondolewa wa nini na ametajwa kwenye hati za muungano. Ikaelezwa Zanzibar kuruhusiwa kutafuta misaada nje. Kwa nini mliziwilia tena sasa baada ya kuja serikali 3 ndo mnaanza kurejesha? Ikaelezwa kwamba mafuta kuondolewa katika orodha ya mambo ya muungano. Hili ni swala zaidi ya miaka 7 sasa limepitishwa. Leo kwa kuwa imekuja serikali 3 ndo linaahidiwa kuondoshwa. Mashallah. Ikaelezwa kwamba tume ile ya Joint Financial Commission, yani tume ya kifedha, itaanza kufanya kazi. Miaka 30 tangu 1977 mpaka leo. Hivyo kuna maana hatumjui rais anayekuja 2015 kama wa rais hao wote walopita, mzee Mwinyi, mzee Mkapa, Mheshimiwa Kikwete, wote hawajafanya. Tunamjua nani atakayekuja ataweza kufanya haya? Imesemwa pia kwamba ati itafunguliwa akaunti ya fedha pamoja. Masuala haya ndiyo yalipewa ahadi nyingi katika mjadala ule. Sasa Mheshimiwa, na mambo kama matatu nitakayozungumza, lakini nilitaka nichukue muda kidogo kuzungumza hili swala la gharama. Alafu nitazungumza vipi msimamo wa serikali mbili umetoka wapi. Maana watu wanasema tu serikali mbili serikali mbili. Mheshimiwa, ukitaka kuzingatia gharama za muungano, huna budi utizame katika hali ya nchi mbili hizi. Moja katika dharau tunaofanyiwa kwa udogo wetu Zanzibar, tunaambiwa ati hatuna uwezo wa kuchangia muungano. Lakini waheshimiwa, 1964 Wazanzibari walikuwa 300,000 tu na Watanganyika walikuwa milioni 12. Hali hiyo hivi sasa Wazanzibari milioni 1,300,000, Watanganyika milioni 43. Na kuambieni mpaka kiyama mahusiano ya wingi wa Tanganyika na uhaba wa Zanzibar utakuwa hivyo hivyo. Sasa unapotaka kulihusisha hili na kutokuweza kulipia muungano, unatuangalia kwa udogo wetu. Kwani lini tumekuwa wakubwa? Waheshimiwa, nimefanya uchambuzi wa takwimu zilizofanywa na tume hii iliyokuwa imezungumzwa. Mwaka 1999 mpaka 2004 kuna data nyingi tangu miaka ya nyuma mingi imefanywa uchambuzi huo. Naomba nieleze kidogo, miwani yangu ina matatizo, hali ilivyo. Katika miaka 5 iliyofanywa utafiti, pato la taifa la Mtanganyika mwaka 1996 lilikuwa 193 na senti 45 na limepanda mwaka 2004 287 senti 45. Profesa Lipumba kwa utaalamu wake amefanya uchambuzi kwa data alizotumia. Pato la Mtanzania Tanganyika ni 859 kwa kutumia zile data za profesa. Na upande wa Zanzibar pato la taifa kwa miaka hiyo limetoka shilingi 153.4 likapanda mpaka shilingi 242, na kwa data za Mheshimiwa Profu
limepanda kwa mwaka 2011 mpaka 919. 2011 la Mtanganyika 859 kwa mujibu wa data zake. 2011 la Zanzibar 919. Kwa hivyo ukilinganisha pato la Mzanzibari na Mtanganyika hakuna tofauti. Tofauti ni kwamba Tanganyika ni kubwa, ina eneo kubwa, mapato yake ni makubwa, lakini unapokwenda kwa kila mtu mmoja umasikini wetu sawa sawa. Kwa hivyo nasikitika sana kwamba hoja hii inatumiwa kutaka kuonesha kwamba ati wa Zanzibari hatuwezi kutilipia muungano. Si swala la msingi. Nitoe mfano mwingine. Profesa anasema pesa zilizochumwa mwaka 2001 na serikali ya muungano ni trilioni 7.2 na zilizochumwa Zanzibar ni kidogo, ni bilioni 220. Lakini bado ukichukua trilioni 7.2 ukazigawa kwa Watanganyika milioni 43, ukazichukua na bilioni 220 ukazigawa kwa milioni 1,300,000, pato la Zanzibari na Mtanganyika sawa sawa. Kwa hivyo kinachorihirisha katika data hizi ni kwamba umasikini wetu ni sawa sawa, na hakuna sababu ya kutudhalilisha kwamba ati hatuwezi kulipa mchango wa muungano kwa sababu ya uchumi wetu. Na inachosikitisha zaidi kwamba hoja hii inakuja kwa sababu ya suala la serikali tatu. Hoja hii ingekuja hapo 64 Mwalimu Nyerere alipoungana na Zanzibar, na yeye mwenyewe alisema kwamba Zanzibar ni ndogo, uchumi wake mdogo, lakini mbona kaungana tu hakuacha? Kulikuwa nini? Kulikuwa nini mpaka pamoja na kuyajua hayo na bado akaungana nayo? Kinachoonekana, taarifa nitaisoma, ni kwamba ilikuwa uamuzi kuendeleza kwenye serikali moja. Kwa hivyo akaona aendelee na mambo yake, mwishowe iwe serikali ya Zanzibar hakuna na ifutike, na ushahidi upo. Mheshimiwa, data hizi nimezifanyia uchambuzi. Ukichukua matumizi ya muungano yaliyovyo hivi sasa tulivyo kabla serikali tatu, makusanyo ya muungano yanayotumika kwa mambo ya muungano, Profesa alikomenti jana, hayajazidi 35% ya mapato yote ya muungano yanayokusanywa. Kwa hivyo si chini ya 60% ya mapato ya muungano yanayobaki yote yanatumika upande wa Tanganyika. Hilo ni sehemu ya lalamiko la Wazanzibari, na hizi tume zilizokuwa haziundwi na akaunti haifunguliwi ni kwa sababu mapato haya hayatakiwi Zanzibar ipate. Waheshimiwa, matumizi ya Tanganyika nje ya muungano yanatumia si chini ya 70% ya mapato ya muungano kwa shughuli za Tanganyika. Mheshimiwa, ninachotaka kukisema ni kwamba suala la gharama na uwezo wa Zanzibar havina haja ya kuunganishwa kwa kutafuta serikali tatu. Mfano mzuri, nani asojua sifa ya Zanzibar na umuhimu wa visiwa vile strategically, yani kimkakati, kwamba kwa miaka 50 kama serikali mbili hizi kweli zilikuwa zina nia njema, Zanzibar ingekuwa sasa ni Hong Kong ya Afrika. Serikali zote mbili tena chini ya chama hicho hicho, hakijatawala chama kingine hapa kwa miaka 50. Serikali mbili hizi hazijaweza kutumia fursa ya pale wakaimarisha bahati ya pale, ikawa East Africa yote inategemea maendeleo na mazingira ya visiwa vya Zanzibar ili Zanzibar inufaike na Tanganyika au muungano inufaike. Sasa katika hali hiyo, uchambuzi wa kuisingizia hatuna uwezo si sahihi, lakini kama suala ni gharama,
Profesa jana kasema hapo baadhi ya mambo. Jamani, gharama za muungano hivi sasa, kwa mfano tu, hebu leo, sijui kwamba yupo Mheshimiwa Pinda, hebu leo muite Mheshimiwa Pinda, rais wa Tanganyika, atabadilika sehemu yake ya ulinzi? Itabadilika? Hatokwenda Mpanda kutizama familia yake? Shughuli za ofisi ya waziri mkuu zitabadilika? Kwa hivyo utaona hasa kwamba kama utakuwa na serikali ya Tanganyika, gharama za matumizi hivi sasa hazibadiliki hata kidogo. Mara nyingi tunapoambiwa kwamba nyie hamwezi kulipa, lakini tunasahau kwamba mpaka sasa gesi ni suala la muungano, na gesi imevunwa zaidi ya miaka 7 sasa. Hakuna hata mmoja alowahi kuzingatia kwamba suala hili ni la muungano na kwamba lingeweza likaingia katika gharama za pamoja. Mheshimiwa, naomba niseme hivi kwa sehemu hii. Zanzibar imeacha kuanzisha benki kuu. Zanzibar imeacha kuwa na sarafu yake. Zanzibar imeacha kusimamia sheria za fedha. Zanzibar imeacha kusimamia mabenki. Zanzibar hairuhusiwi kutafuta misaada mpaka kwa ruhusa ya muungano. Sera zote na sheria zote za uchumi zipo chini ya serikali ya muungano. Zanzibar iliyojaribu kutafuta njia mbadala, kutafuta maslahi kwa upande wake, kutaka kwenda OIC, imezuiliwa. Sasa haya yote yako chini ya serikali ya muungano. Zanzibar haina ruhusa. Ilitegemea kuwepo haya kwa upande wa muungano, ingesaidia Zanzibar. Sasa Zanzibar mmeifunga miguu na mikono, itatembeaje kama si kama kunguu? Waheshimiwa, mimi nina uzoefu. Waheshimiwa, tusikilize waheshimiwa. Nimekuwa pamoja. Waheshimiwa, utulivu, tumsikilize mheshimiwa. Nimekuwa pamoja katika serikali hii kwa muda mrefu. Naomba mujue kwamba mimi nilishawahi kuwa mpaka kuwa makamu mwenyekiti wa shirika la SUKITA. Wakati ule wa chama kimoja kushika hatamu, kulikuwa kuna chama, kuna serikali. Chama kilikuwa na halmashauri kuu ya taifa sawa sawa na bunge. Chama kilikuwa na kamati kuu sawa sawa na mabaraza la mawaziri. Chama kilikuwa na idara za secretariat sawa sawa na maidara ya serikali. Zote hizi zikichukua fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali. Haikuwa suala la kuonekana ni gharama, na yule aliyokuwa akifanya fujo kuzitumia hizi akiitwa Dodoma kwenye halmashauri kuu ya taifa, na linaisha hapo hapo. Leo tunatafuta ufumbuzi wa kutatua matatizo ya muungano kwa mfumo wa serikali tatu, linatangulizwa swala la gharama. Kwa nini lini zilipokuwa ndogo? Mheshimiwa, juzi tumefurahia miaka 50 ya uhuru wa Tanganyika. Nimesoma kwenye magazeti, si chini ya bilioni 70 zimetumika kufanya sherehe, na sherehe zenyewe ni kwenda kule uwanja wa taifa kutizama gwaride watu wanavorusha na viatu. Yayo kwa yayo miaka yote. Waheshimiwa, mikoa ya Tanganyika wakati wa 64 ilikuwa 17 tu. Hivi sasa sina hakika, lakini haipungui 26. Wilaya zilikuwa kama 60 mpaka 70. Hivi sasa hazipungui 150. Kila ukipanua madudu haya unaongeza gharama za utawala. Yanatuhusu nini sisi Wazanzibari magharama haya? Mheshimiwa, kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, kila askari mmoja wa polisi anahitaji kusimamia watu 400. Sisi Zanzibar tuko 1,100,300,000. Tunahitaji askari 3,000 tu.
Nyinyi wenzetu wa Tanganyika mna 45 milioni, mnahitaji askari wa 120,000. Inatuhusu nini gharama hii Wazanzibari? Sisi Zanzibar tuna ofisi 2 tu za immigration, kama zimezidi 3. Huku nyinyi wenzetu hamupungui ofisi 15. Tunduma, Bukoba, wapi? Sasa ofisi hizi na matumizi haya yanakujaje kuonekana ni mzigo kwa Zanzibar na wale hayatuhusu? Kwa hivyo suala la gharama na suala la Zanzibar kutoweza kulipia sio hoja katika suala la kuomba serikali 3. Mheshimiwa, naomba kuzungumza kitu chengine. Una dakika 5 mheshimiwa. Kila mara hapa kumekuwa kunatajwa takwimu. Waheshimiwa, takwimu ni lugha, na ni lugha mbaya sana. Unapoikosea kuieleza inaweza ikakusababishia ukaonekana huna maana. Sasa asubuhi hapa wajumbe wengine wamekuja wakasema 13% tu ndio zilotaka muungano, watu wote wa Tanzania milioni 45, hiyo inakuwaje? Sasa mimi natoa mfano mmoja. 2010 tumepiga uchaguzi wa rais. Watu walioandikishwa ni milioni 20. Watu waliopiga kura ni milioni 8. Mheshimiwa Kikwete kapata milioni 6. Sasa katika milioni 20, milioni 12 waliomkataa, mbona hamuwahesabu?